Je, unapenda kwenda holiday na rafiki, familia, mpenzi au wafanyakazi wenzako kazini? Basi Bongo Trips tumekusikia. Kwa safari za ndani na nje tupo kwa ajili yako. Chagua Bongo Trips kusafiri ndani ya Tanzania, Zanzibari na nje ya mipaka Tanzania, yani Kenya, Dubai, South Africa, Uturuki, Misri, Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam, China na nchi nyinginezo. Bongo Trips tunakuletea ofa kabambe na kubwa mwaka huu 2025. Safiri mpaka Dubai kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 24. Yani siku 6 unakula Pasaka ukiwa Dubai kwa gharama nafuu. Twenzetu tena Dubai Disemba kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 22, yani siku 8 ndani ya Dubai kwa gharama nafuu. Na trip yetu babu kubwa msimu huu ni ile ya sikukuu ya Christmas mpaka mwaka mpya 2026, ambapo utaweza kusafiri nchi 3: Malaysia, Thailand na Singapore kwa gharama nafuu kabisa, yani kuanzia tarehe 23 mwezi wa 12 mpaka tarehe 3 mwezi wa kwanza 2026, yani siku 13 ndani ya nchi 3. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0752213715 au simu namba 0754557877. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na Facebook kwa jina la Bongo Trips, au tembelea website yetu ya www.bongotrips.co.tz. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kuu soka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premium League, ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania siku ya leo, ni mtanange ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Tabora United wakiwa katika uwanja wao wa Al Hassan Mwinyi uliopo mkoani Tabora dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo mchezo huu unatarajiwa kuchezwa kuanzia majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi, ambapo kuelekea katika mchezo huu wa ligi kuu ya NBC tunaona kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC klabu ya soka Yanga Sports Club ndio vinara wakiwa wamecheza mechi 22, wameshinda michezo 19, sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Young Africans wamefunga mabao 58 na wao kuruhusu mabao 9. Kiufupi goal difference ni mabao 49 wakiwa na alama 58 katika nafasi ya kwanza ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini Young Africans wanakwenda kukutana na klabu ya soka ya Tabora United, ambapo Tabora United wapo katika nafasi ya 5 wakiwa wamecheza mechi 23, wameshinda mechi 10, sare michezo 7 huku wakipoteza michezo 6. Tabora United wamefunga mabao 27 na wao kuruhusu mabao 28. Kiufupi Tabora United wanadaiwa bao moja wakiwa na alama 37 katika nafasi ya 5 ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini historia inaonyesha head to head klabu ya soka ya Tabora United na klabu ya soka Young Africans wamekutana mara 4 katika michezo minne ambayo Tabora United amekutana na Yanga. Yanga ameshinda michezo 3, Tabora akishinda mchezo mmoja, na mchezo wa mzunguko wa kwanza ligi kuu ya NBC uliochezwa katika uwanja wa Azam Complex, klabu ya soka Yanga Sports Club waliweza kupoteza kwa mabao 3-1. Kwa hiyo ni muda wa Young Africans kwenda kulipa kisasi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Tabora United. Bwana, kabla ya kuendelea mbali, kama ni mdau wa Yanga Sports Club, unaamini klabu ya soka Yanga Sports Club leo itakwenda kupata ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Tabora United? Like video yetu, alafu tuende kwenye comment section katuambie wewe unaiona klabu ya soka Yanga ikienda kuibuka na ushindi wa goli ngapi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Tabora United. Sasa kuelekea katika mchezo wa Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Tabora United leo, klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kuwakosa nyota wafuatao. Nyota wa kwanza ambaye Young Africans wanatarajia kumkosa ni fullback ya kulia. Hapa tukienda kumongelea ya Otola Kwasi. Sote tunafahamu ya Otola Kwasi ni mchezaji ambaye anauguza majeraha, bado hajapona 100%. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine Young Africans wanatarajia kumkosa leo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Tabora United. Nyota wa pili ambaye Young Africans wanatarajia kumkosa ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Clatous Chama Triple C,
Mwamba Lusaka ni miongoni mwa wachezaji ambao kwa upande mwingine kwa sasa yupo katika mgogoro na viongozi wa klabu ya soka Yanga Sports Club. Taarifa rasmi ni kwamba mchezaji huyu hataki kuendelea kusalia ndani ya kikosi Yanga Sports Club kwa sababu hapewi nafasi ya kucheza mara kwa mara, ndio maana wanakwenda kumkosa katika mchezo huu. Kwa hiyo Chama ameweza kugomea uongozi wa klabu ya soka Yanga Sports Club. Kwa hiyo ndio orodha ya wachezaji wa Yanga Sports Club ambao siku ya leo wanatarajiwa kukosekana kwa sababu mbalimbali, lakini the rest waliobakia wapo tayari kwa ajili ya kuipambania klabu ya soka ya Yanga Sports Club.